Klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club imetoa thank you kwa wachezaji wake 7. Yaani Simba Sports Club imeagana na wachezaji wake 7 siku hii hapa ya leo, siku ya tarehe ya 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Simba Sports Club imeachana na wachezaji wake 7 katika msimu huu kuelekea katika msimu ujao. Tunafahamu kwamba Simba Sports Club ni miongoni mwa timu ambazo zinakwenda kufanya mabadiliko makubwa ama maboresho makubwa katika kuelekea katika msimu ujao wa msimu mwaka 2026, msimu mwaka 2027, na imeamua kuachana na wachezaji wake 7, wachezaji 7 ambao walikuwa wamesajiliwa na Simba Sports Club katika msimu wa mwaka 2026 mwaka 2025, yani mwaka 2025 mwaka 2026, na wengine walipata majeraha na wengine kwenye mifumo iliwakataa, ama ni wengine tunaweza kusema walifeli katika klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Kwa hiyo wakaamua kuacha na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club na kuachiliwa kwenda kwenye vilabu vingine kwa mikopo, na wengine walikuwa bado wakiwa ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, na wengine wakatoka nje ya Tanzania kwenda kuzitumikia klabu nyingine, lakini kwa hiyo wamekwenda kuachana nao. Simba ameachana na wachezaji wake wangapi? Wachezaji wake 7. Lakini kabla sija kwenda kutajia wachezaji hao, na natamani nikutajia wachezaji hao, lakini kabla sija kutajia wachezaji wao nikukumbushe kwamba hii hapa ni Royal Television, sehemu pekee ambapo unapata taarifa za kimichezo, lakini bila kusahau masimulizi ya kimichezo kila wiki. Hakikisha kwamba umegusa alama ya subscribe hapa YouTube, lakini katika TikTok yetu ya Royal Television hakikisha kwamba umegusa pia alama ya follow ili tuweze kwenda sambamba zaidi na zaidi. Wachezaji ambao wameachwa na Simba Sports Club ni wachezaji 7. Number 1 akiwa ni Shamu Karabwa ambaye alikuwepo ndani ya Wekundu Msimbazi Simba kwa muda fulani na akatolewa kwa mkopo. Tutakujuza alikwenda timu gani na mafanikio yake yalikuwaje. Kwa hiyo naye ameachwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini Nabi Kamara naye ameachwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Edwin Charles Balua ameachwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini Awesu naye ameachwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Omar naye ameachwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, bila kumsahau golikipa bora zaidi, tunaweza kusema hivyo, golikipa Spider Kamara ama Musa Pinpin Kamara, naye ameachwa na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, ambao ndio mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho, kwa maana ya kwamba katika kombe la shirikisho la CRDB, lakini katika kombe la muungano hao ni mabingwa watetezi Simba Sports Club, na wao wameachana na golikipa wao Spider Kamara. Taarifa inasema kwamba klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club imetangaza kuachana na wachezaji wake 7 kuelekea msimu mpya wa mashindano, msimu mwaka 2026 msimu mwaka 2027, na katika orodha hiyo wachezaji watano walioondoka walikuwa wakicheza kwa mkopo kwenye timu tofauti, akiwemo Omar aliyekuwa katika klabu ya Mashujaa ya hapa Tanzania, Mashujaa FC, klabu ya Mashujaa FC ya hapa Tanzania ambao wanashiriki ligi kuu ya NBC Premier League. Kwa hiyo alitoka katika klabu ya Wekundu Msimbazi Simba na kupelekwa kutumikia klabu ya Mashujaa FC. Kwa hiyo walidhani kwamba akienda huko akipata challenge nyingine labda atakuwa bora, au wamrudishe ama wamuongezee mkataba ili aweze kutumikia Simba, lakini inawezekana wameona kwamba matokeo yake ama uwezo wake ama viwango vyake basi aviridhishi kuendelea kutumikia klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Kwa hiyo wameamua kuachana naye moja kwa moja. Lakini mchezaji mwingine ni Joshua Mutale aliyekuwa akitumikia Al Adala ya Saudi Arabia, lakini kwa msimu wa mwaka 2025 mwaka 2026 mwanzoni kabisa walitaka kuendeleana naye. Kumbuka katika msimu wa mwaka 2024 mwaka 2025 alifanya kitu bora zaidi katika mechi ya finali ya shirikisho, kombe la shirikisho, alifanya kitu kilicho bora katika finali dhidi ya RS Berkane, lakini kile kiwango walidhani kwamba akiendelea katika msimu ujao, msimu mwaka 2026 2027 atakuwa bora zaidi ama atakuwa katika kiwango ambacho kitakuwa bora zaidi. Lakini Joshua Mutale hakuwa mchezaji wa kuaminika, na katika kipindi kingine ambacho alikuwa akicheza alikuwa hatoki na matokeo kabisa. Kwa hiyo klabu ya Wekundu Msimbazi Simba akaamua kuachana naye kabisa. Huyu hapa ni Joshua Mutale ambaye alimpeleka Saudi Arabia wakidhani kwamba anaweza akawa bora zaidi ili aweze kurudishwa na Simba Sports Club kuitumikia timu ile, lakini hakufanikiwa. Kwa hiyo wamemwachia moja kwa moja. Shamu Karabwa ambaye yeye alipelekwa katika timu ya TR United, wazee wa kulipa kodi, wazee wa ushuru, na Simba Sports Club wameamua kuachana naye kabisa. Alikuwa akitumikia Simba na wameamua kumwacha moja kwa moja. Huyu hapa ni Awesu naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wameachwa na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, na yeye kwa muda fulani alikuwa akionyesha kiwango bora ndani ya Simba, lakini mambo yakawa si mazuri, kukosa namba kukawa kwingi. Kwa hiyo akaamua kumpeleka katika timu ya Polisi ya Kenya na kuitumikia timu ya Polisi ya Kenya ili aweze kujiinua kiwango chake ama kurejea katika kiwango chake ambacho Simba alimuona nacho, na akatamani anapokuja kuitumikia Simba Sports Club basi aweze kuwa miongoni mwa wachezaji bora zaidi na zaidi ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini haikuwa hivyo pia, na yeye wameamua kumpa thank you yeye ambaye anafahamika kama Awesu. Lakini mwingine ni Edwin Balua. Huyu hapa bana tutamkumbuka sana
Edwin Barua aliyekuwa akikipiga katika klabu ya Etisalat ya Saudi Arabia pia na yeye wamemwacha. Huyu hapa tunamkumbuka Edwin Barua kwa kile alichokifanya katika mechi ya michuano ya CAF, katika mechi ambayo alikuwa ni Simba Sport Club akiwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa alipokutana na timu ya kina Mabululu na nadhani ni Al Ahly Tripoli ya kule nchini Libya, ambapo Simba Sport Club walipoenda kucheza katika mechi ya kwanza kule Libya dhidi ya Al Ahly Tripoli walitoka sare ya bila kufungana, na Simba Sport Club walionekana kushambuliwa sana, lakini baada ya hapo sasa Simba Sport Club katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakamchapa mtu chuma 3-1. Nakumbuka ile Mabululu alitupia bao akasema nawashinyentea hapa, lakini mechi ilivyokuja kutamatika, mechi ilikuwa Simba Sport Club walikuja kushinda kwa bao 3-1. Tunakumbuka kile ambacho alifanya Edwin Barua, counter attack ambayo alifanya mwenyewe baada ya Simba Sport Club kushambuliwa na kuokoa mashambulizi hayo, na mpira ukamfikia yeye katikati ya uwanja, akakimbia nao na akaukimbiza mpaka akafika kufunga bao. Kwa hiyo hicho ni moja kati ya kile kiwango ambacho tumekiona kwa Edwin Barua akiwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini baada ya hapo naye alipelekwa katika klabu ya Etisalat ya Saudi Arabia na kwa mkopo huko, lakini ikaonekana kwamba inawezekana ni timu zimewapenda zaidi ama ni Simba bado hawajaridhishwa naye. Kwa hiyo Simba Sport Club wameamua kuachana naye pia Edwin Barua. Mbali na nyota hao waliokuwa kwa mkopo katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, pia Simba imewaaga wachezaji wawili raia wa Guinea anayefahamika kama Nabi Kamara, lakini pamoja na mchezaji kipa ambaye ni golikipa bora zaidi, tunaweza kusema ni Musa Kamara, Spiderman Pin Kamara, ambaye naye alikuwa akiokoa Simba na alitoka na top clean sheet katika msimu wa mwaka 2024-2025 kuelekea katika msimu wa mwaka 2025-26, basi alipata majeraha na kushindwa kuendelea kuitumikia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na nadhani ni jeraha la goti na ambalo halikupona, au baada ya kupona basi alionekana akifanya mazoezi na kurejea mazoezini, lakini kiwango chake basi Simba hawajaridhika naye basi amekwisha kuachwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na alikuwa ni akikabiliwa pia na majeraha ya muda mrefu. Kwa hiyo Simba Sport Club imeachana na wachezaji 7 ambao inawezekana kwamba timu ambazo walipelekwa huko kwa mkopo labda zimewapenda ama zimeamua kuwabakisha, lakini pia inawezekana kwamba wameshindwa kufanikiwa zaidi na kuendelea kushuka viwango ama kuendelea kusalia katika madaraja ya timu ambazo wamebaki kuzitumikia ama kuzichezea. Kwa hiyo Simba Sport Club imeachana na wachezaji wake 7 akiwemo Chamu Karabwa ambaye naye ni miongoni mwa wachezaji wengine ambao walikuwa wanaitumikia Simba Sport Club, yeye aliyepelekwa TRA United, lakini Nabi Kamara yeye ambaye alikuwa ndani ya Simba lakini kucheza halikuwa achezi, lakini Edwin Barua ambaye yeye alipelekwa kwa mkopo katika timu nyingine Saudi Arabia, lakini Joshua Mutale na ambaye alipelekwa pia Saudi Arabia, Awesu alipelekwa katika timu ya Polisi ya Kenya, lakini Omar aliyebaki katika ligi kuu ya NBC Premier League, bila kumsahau goalkeeper Musa Kamara ambaye majeraha yalikuwa yakimsumbua zaidi na zaidi. Kuondolewa ama kuachwa kwa wachezaji hao basi imewapa Simba Sport Club gap la kusajili wachezaji wengi wa kigeni na wazawa, pia kwa wachezaji wengine wa kigeni, lakini pia kwa wachezaji wazawa. Kwa hiyo kwa hizo nafasi ambazo zimebaki wazi na Simba Sport Club wameshaanza kuingiza vyuma, na kwa kunukuu maneno ya msemaji la CAF Ahmed Ali anasema kwamba Simba Sport Club tayari wamekwisha kumalizana na wachezaji wao ambao wanawataka, kilichobaki ni kuwapiga picha na kuwatambulisha. Kwa hiyo unaweza kutupa kwenye comment hapo maneno yako kwamba unatamani Simba Sport Club wamchukue mchezaji gani kwa ajili ya kuzifill hizo gap ambazo unadhani kwamba wakiziacha ama zikibaki hivyo Simba Sport Club unaweza kuwa na uhitaji mkubwa. Kwa hiyo unaweza kuniambia Simba Sport Club inahitaji kuwa na mchezaji nani ama mchezaji wa aina gani kwa ajili ya kuja kuifanya Simba Sport Club iweze kuwa bingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League katika msimu ujao, msimu mwaka 2026, msimu mwaka 2027. Lakini kumbuka wana ngao ya jamii dhidi ya mtani wao Young Africans ambao wao wana kocha wao mpya Mang'eba Ng'isi ambaye bwana anakwenda kuifunza timu hiyo ya wananchi Young Africans. Atakuja kukutana na mechi yake ya kwanza ya vipimo, ni mechi dhidi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tuambie kwenye comment hapo kama taarifa hii kwako umeipokeaje. Je, ni njema kuachana na wachezaji hao? Kumbuka ni wachezaji wengi, ndio ni wachezaji 7, lakini katika kipindi kuanzia dirisha dogo la usajili Simba Sport Club haijatumia mchezaji hata mmoja kati yao isipokuwa Nabi Kamara kwa kiasi fulani, lakini hao wengine wote walikuwa katika timu nyingine, na hao wengine wote walikuwa katika majeruhi, ambaye tunamzungumzia Musa Kamara. Yeye alikuwa katika majeruhi kwa kipindi hicho, alikuwa ni Jibril Kasari alishika nafasi yake, lakini pia alishika Hussein Abel
lakini pia ambaye goalkeeper kutoka JKT aliyepata majeraha Yakubu Suleiman naye alishika, lakini majeraha pia yamemweka benchi mpaka sasa. Kwa hiyo unaweza kutuambia kwamba Simba Sports Club anahitaji mchezaji namna gani ili aweze kuwa bora zaidi na zaidi, kuhakikisha kwamba anazidi kuyatoa mataji yote katika msimu ujao, msimu mwaka 2026 mwaka 2027. Jina langu ni Manuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA. Kisha basi unagusa alama ya subscribe katika YouTube channel yetu ya Royal Television uweze kuenjoy zaidi kwa taarifa update zote za kimichezo, bila kusahau masimulizi ambayo yanaruka kila wiki kupitia Royal Television. Hadi wakati mwingine, bye bye.